Mashariki mwa Ulaya kumeendelea kuwa kitovu cha mivutano mikubwa ya kijeshi baada ya Urusi kuzindua mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Ukraini, huku Ukraini nayo ikijibu kwa kurusha mamia ya drone katika kile kinachoonekana kama moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya kujibu tangu uvamizi wa Urusi ulipoanza zaidi ya miaka 3 iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi, mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo ilifanikiwa kuzishusha drone 251 za kijeshi za Ukraini usiku wa kuamkia Jumatatu. Urusi ilisema mashambulizi ya Ukraini yalilenga maeneo nyeti ndani ya mipaka ya Urusi pamoja na maeneo yaliyotekwa ikiwemo Crimea pamoja na Bahari Nyeusi. Wizara hiyo ilieleza kuwa kati ya droni hizo 40 ziliangushwa juu ya Crimea, 62 ziliangushwa juu ya Bahari Nyeusi na nyingine ziliangushwa katika mikoa ya Kursk na Belgorod. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo, baadhi ya droni zilidaiwa kufanikiwa kufika katika maeneo ya makazi na kusababisha uharibifu wa miundombinu, hasa katika eneo la Belgorod. Kwa upande mwingine, Ukraini imeripoti mashambulizi makubwa ya anga kutoka Urusi yaliyolenga eneo la magharibi, hususan mji wa Lviv. Mashambulizi hayo yalifanyika siku ya Jumapili na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 5, huku miundombinu muhimu ya nishati ikiharibiwa vibaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Urusi ilirusha zaidi ya silaha 550 yakiwemo makombora na drone katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Mikoa iliyolengwa ni pamoja na Lviv, Kharkiv, Odessa na Zaporizhia, yote yakiwa ni maeneo muhimu katika mtandao wa nishati wa taifa hilo. Zelensky alilaani mashambulizi hayo akisema Urusi inalenga makusudi miundombinu ya kiraia, hasa wakati taifa hilo linajiandaa kukabiliana na msimu wa baridi kali. Urusi inataka kuipofusha Ukraini kimkakati kwa kuharibu mfumo wetu wa nishati kabla ya baridi kuanza, alisema Zelensky katika hotuba yake kwenye television. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema kuwa mashambulizi haya mapya yanaashiria kuongezeka kwa vita vya kiteknolojia kati ya pande hizi mbili. Droni zinaendelea kuwa silaha kubwa katika vita hivi, zikitumika kwa ujasusi na mashambulizi ya moja kwa moja. Raia katika maeneo yaliyolengwa wanaendelea kuishi kwa hofu, huku mashirika ya misaada yakiripoti kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani, ukosefu wa umeme na uharibifu wa miundombinu ya nishati unaongezeka. Changamoto katika huduma ya afya, usafiri na mawasiliano, hasa wakati msimu wa baridi unakaribia. Licha ya juhudi za kimataifa kutafuta suluhu ya amani, inaonekana vita kati ya Urusi na Ukraini bado havina dalili za kukoma. Mashambulizi ya anga na mashambulizi ya droni yamekuwa sehemu ya kawaida ya mapambano haya, huku kila upande ukijaribu kudhihirisha nguvu na uwezo wake wa kijeshi. Kwa sasa, dunia inasubiri kuona iwapo pande hizo mbili zitakubali tena mazungumzo ya kidiplomasia au kama vita hivi vitaendelea kuongeza mateso kwa mamilioni katika eneo hilo. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa hili kwa sasa.